Inawezekana huu ndo wakati sahihi wa Dogo Paten kuweza kutrend ulimwenguni kote ama East Africa, akivuna wafuasi wengi kweli kweli ulimwenguni kwa sababu ya hiki ambacho amekifanya mpaka hivi sasa. Ngoma imeandika historia moja ambayo ni kubwa kweli kweli. Amekuwa kama kijana ambaye ameingia kwenye top 5 ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana katika mtandao wa Boomplay. Mpaka hivi sasa top 5 ambayo imetoka, Rayvanny ametupiwa nje na kijana ameingia kwenye top 5. Kama unavyojua nguli wa muziki wa Bongo Flava ameendelea kukimbiza, Mario na Harmonize bado wameendelea kushikilia zile tatu bora. Namba 4 akiwa Zuchu na namba 5 akiwa Dogo Paten. Huku haijeshi hapo tu, ngoma yake imekuwa na wasikilizaji 146,046 ndani ya siku chache tutangae ngoma imeachiwa ya kwake Afande. Tunatambua kwamba Dogo alikuwa na wakati fulani hivi ambao alikuwa analalamikia kweli namna management yake ilikuwa inamfanyia, lakini udogo hivi sasa tangia Zuchu ametia mkono wake na support kubwa, tunaona mabadiliko makubwa sana mpaka hivi sasa. Ngoma ya Afande pia imeandika historia ya kuwa top searched song kwenye mtandao wa Boomplay. Yani nikimaanisha ngoma ambayo imetafutwa zaidi katika mtandao wa Boomplay mpaka hivi sasa. Inawezekana ni kipindi kizuri kweli kweli kwa Dogo Paten, kwa sababu inatajwa pia kuna ngoma ambayo inatarajiwa kuachiwa ama imeshafanyika tayari na D-Voice, mkali wa muziki wa Singeli kutokea pale pale katika lebo ambayo inafanya vizuri sana katika nchini Tanzania na hata kimataifa. Nazungumzia WCB. D-Voice kila mmoja anatambua uwezo wake namna ambavyo amekuwa akiendelea kuonesha watu ule ukali ambao yuko nao, na kweli mambo yanaenda vizuri kabisa. Dogo Paten ameweka historia ya kuingia katika listi ya top 5 wasanii ambao wanafanya vizuri katika mtandao wa kuuza muziki, yani Boomplay. Lakini sio hapo tu, akasema bana, ngoja niingize ngoma yangu kama ngoma ambayo imetafutwa sana. Mimi naamini mpaka ile wiki likiisha inawezekana ikawa ni ngoma ambayo imefanya vizuri zaidi. Imeipiku ngoma ya Tete ya kwake Mario ambayo ameimba romantically mapenzi mengi sana. Lakini Singeli imekimbiza hizo zote na wakali wote ambao wewe unawajua, kwa sababu hapa katikati kuna ambayo ilikuwa inafanya vizuri ya kwake Diamond Platnumz, ikaja Tete ya kwake Mario ambayo ilikuwa inafanya vizuri sana. Ilikuja ni yeye ya Harmonize pia ambayo alimba kama sehemu ya kumshukuru Mungu wake namna ambavyo amepitia na mambo makubwa ambayo amekuwa akiyafanya na namna ambavyo alikuwa akimlinda Mungu. Lakini hizo zote zimeshushwa chini na Dogo Paten. Inaonekana ngoma yake ndio ambayo imetafutwa zaidi hivi sasa. Kile unachokigusa mtandaoni ni Dogo Paten. Sisi tumuombe bana akafanya vizuri na maisha yake yakaendelea kusimama. Endelea kuwa karibu na Locha Media. Usisahau ku like, comment na kusubscribe na YouTube channel, kwa sababu ndio sehemu pekee ambayo itakwenda kupatia taarifa kama hizi za ukweli na uhakika bila kona kona. Mimi ni Dr. Mateka, bye bye.